Kwanza ni rekodi kubwa ambayo Young Africans wamefanya, kama sitokosea, inaweza kuwa ni mara ya kwanza kwa timu kutoa ubingwa mara 5 mfululizo. Lakini haya ni mapinduzi makubwa kabisa ya uwekezaji wa Young Africans chini ya moja kati ya wadhamini nguli kabisa ambao pesa zao sio mpaka kupandikia, no ubaili. Ndio maana halisi ya kwamba Young Africans kuweza kutetea ubingwa kwa mara ya 5 sio jambo jepesi hata kidogo. Alichokifanya Ghalib GSM Model jikafeli. Kwa hiyo ni kwamba GSM anatoa shamba darasa kwa wawekezaji na wadhamini na wafadhili wengine kwamba unapotaka kudhamini ni kwamba unapaswa kunyoosha maelezo ya usahihi zaidi, na utakuja kuangalia tofauti kati ya GSM na Mo ni kwamba GSM amekuja kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo katika ligi ambayo ina ushindani. Achana ligi kipindi kile ambacho Simba anachukua ubingwa mara 4 mfululizo, ligi ilikuwa ni mbovu sana, haina ushindani. Cha kwanza uwekezaji ulikuwa ni mdogo kabisa, cha pili wachezaji ambao kwa wanasajiliwa miaka ile na sasa ni vitu vili tofauti. Kwa unakuja kuona GSM katika uwekezaji wake ndani ya Young Africans, wachezaji 12 wa kigeni ambao wanaruhusiwa kwa mujibu wa kanuni wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF. Kwa Young Africans hiki ambacho amekifanya, maana yake Simba inapaswa kujifunza kwa Young Africans.